Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, ameitaka Wizara ya Afya, Ujenzi wa Nyumba za Wafanyakazi kuachia Shirika la Nyumba kujenga nyumba hizo. Agizo hilo amelitoa katika hafla ya ufunguzi wa nyumba za wafanyakazi wa afya huko Kitogani, mkoa Kusini Unguja. Ikiwa ni mwendelezo wa shamra ya maadhimisho ya miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar, amesema kuwa lengo la serikali ya kujenga majengo hayo kuongeza ubora wa huduma za afya sambamba na kuwataka wakandarasi kukamilisha kazi zilizobaki kwa haraka zaidi. Serikali ni kuongeza ubora wa huduma za afya nchini, na ndio maana tunafanya kazi mbili. Moja ni ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya afya, lakini pili ni ujenzi wa makazi ya wafanyakazi wa afya ili wawe karibu na sehemu wanazotoa huduma. Hivi sasa tunavyozungumza, tuna ujenzi wa vituo vya afya katika ngazi za chini nchi nzima, Unguja na Pemba. Lakini tumeshakamilisha ujenzi wa hospitali za wilaya zote katika wilaya 11. Sasa hivi tumeshaanza ujenzi wa hospitali za mikoa. Mkoa wa Mjini wa Magharibi imekamilika. Tuko katika harakati za kuhakikisha mikoa yote minne iliyobakia ya Unguja na Pemba inapata hospitali za mikoa. Lakini hatutosubiri zikamilike hospitali za mikoa kabla ya kuanza hospitali kuu za kitaifa, zile za rufaa. Tutakuwa tuna hospitali 3 kubwa. Mnazi Mmoja inafanyiwa ukarabati mkubwa na ujenzi. Maana tukisema ukarabati inaonekana kama vile tunarekebisha. Hapana, ni ujenzi mpya wa hospitali ya Mnazi Mmoja ambayo itakuwa ya kisasa kabisa. Lakini vile vile tunajenga hospitali kubwa ya kitaifa eneo la Binguni. Hiyo itakuwa ni ya kufundishia, teaching hospital. Lakini vile vile tunajenga hospitali maalumu kwa magonjwa ya saratani, yani kensa, katika eneo hilo la Binguni. Kwa hivyo baada ya muda mfupi tutakuwa tuna hospitali za mikoa yote na hospitali za kitaifa 3. Mnazi Mmoja, Binguni Teaching Hospital na Binguni Cancer Hospital. Haya ni mafanikio makubwa katika sekta ya afya, lakini ataambatana na ujenzi wa nyumba za wafanyakazi maeneo yote hayo ili wafanyakazi wawe karibu na maeneo wanayotoa huduma. Aidha, ametoa wito kwa Wizara ya Afya kuachia Shirika la Nyumba ujenzi wa nyumba hizo za wafanyakazi, na kuanzia sasa Wizara ya Afya ishughulike na ujenzi wa hospitali. Maelekezo ninayotaka kuyatoa hapa ni kwamba ujenzi wa nyumba za makazi haupaswi kuwa ni jukumu la Wizara ya Afya. Wizara ya Afya wajikite katika jukumu lao la kutoa huduma. Wajenge hospitali, wahakikishe huduma zinatolewa. Kuanzia sasa ujenzi wa nyumba za wafanyakazi zifanywe na Shirika la Nyumba. Maelekezo haya nimeshayatoa kwa shirika. Ni matumaini yangu wizara mnanisikia. Kutoka sasa waonyesheni maeneo yenu tu. Ujenzi utafanywa na Shirika la Nyumba na utafanywa kwa ufanisi na kwa haraka. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu Shirika la Nyumba ndio wenye kazi ya kuhangaikia masuala ya makazi kwa wananchi na wafanyakazi wa serikali. Wana uwezo mkubwa wa kusimamia, wana uwezo mkubwa wa kufanya kwa haraka. Ujenzi wa jengo hili umechukua miezi 20. Jengo hili halipaswi kuchukua miezi 20. Jengo kama hili linajengwa kwa miezi 6 tu. Lakini vile vile gharama za ujenzi huu ni kubwa. Shirika la Nyumba linajenga nyumba na kuziuza kwa milioni 130 mpaka 150 na faida yao imo humo ndani. Kwa hivyo ninaona ufanisi mkubwa zaidi uko kwa Shirika la Nyumba. Kuanzia sasa Wizara ya Afya nyie mjikite katika ujenzi wa hospitali, sio nyumba za wafanyakazi. Katika maandalizi ya shughuli hii, kama tunavyotambua, tuko katika maadhimisho ya miaka 62 ya Mapinduzi. Kwa kweli miradi inayofunguliwa ni mingi, inaonyesha kwa kiasi gani tumefanya kazi za kuleta maendeleo katika sekta zote. Tunafungua miradi ya elimu,
miradi ya afya, miradi ya maji, miradi ya barabara, viwanja vya michezo, viwanja vya ndege, bandari, alimradi kila sekta tumeigusa katika maadhimisho haya ya miaka 62. Haya yote ni kuashiria kwamba nchi yetu inapata maendeleo makubwa katika sekta zote. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kudumisha amani katika nchi, ili hayo yote tuweze kuyafanya kwa ufanisi zaidi, ili kabla ya kumalizika kipindi hiki cha awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 8, basi yale yote tuliyokusudia yawe yametimia. Akitoa maelezo mafupi ya kitaaluma, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Ngereza Mzee Miraji amesema kuwa ujenzi wa nyumba za wafanyakazi, ujenzi uliochukua miezi 20 kuanzia Januari 24 mpaka Septemba 25. Mgeni rasmi, serikali kupitia Wizara ya Afya ya Mapinduzi, hasa ibara ya 90 ambayo ilifungua rasmi tarehe 3 Januari mwaka 2020. Hii inatoa haya kama ilivyo hospitali nyingine za wilaya hapa Zanzibar au Tanzania nzima, na inahudumia zaidi ya wananchi 160,000 kwa wilaya ya kusini na maeneo ya karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya mara tu baada ya kufungua hospitali hii iliamua kujenga makazi ya wafanyakazi karibu na hospitali ili kuwapunguzia masafa wafanyakazi na kuimarisha huduma za matibabu kwa kuhakikisha kila mwananchi anayehitaji huduma za afya anazipata kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa nyumba hizi za wafanyakazi ni mradi uliochukua miezi 20 kuanzia Januari 2024 mpaka Septemba 2025. Mradi huu umejengwa kwa fedha za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar takriban milioni 5.5 na mkandarasi ni Quality Building Contractor. Hadi sasa mkandarasi ameshalipwa jumla ya milioni 5.4 sawa na 97.5. Na mradi huu umesimamiwa na mshauri elekezi Mekon Art Consult Limited. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa nyumba hizi umehusisha jengo moja la ghorofa 3 yani G+3 ambalo limekamilika kwa kuwekewa huduma zote za msingi na lina uwezo wa kuhudumia familia 16. Familia 8 zitaishi kwenye nyumba ya vyumba vitatu na familia 8 zilizobaki wataishi katika nyumba za vyumba viwili. Aidha, gharama zilizotumika kwa kuweka samani katika nyumba zote ni takriban milioni 479. Mheshimiwa mgeni rasmi, kukamilika kwa mradi huu ni hatua muhimu katika kuimarisha huduma za afya kwa wilaya ya Kati, kwani kutatoa fursa kwa watoa huduma wetu hasa madaktari bingwa na bobezi kupata uhakika wa makazi ya karibu na hospitali wanazozihudumia. Sambamba na hilo, serikali itaweza kupunguza gharama kubwa za usafiri wa kuwafuata madaktari hasa wakati wa usiku na siku za mapumziko pale inapotokea dharura. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, Bi Hamida Musa Hamisi, amesema kuwa hapo awali walikuwa wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kupata huduma kwa sababu ya umbali wa wafanyakazi wa afya, lakini kwa sasa changamoto hiyo itaondoka kabisa katika mkoa wa Kusini Unguja. Moto tuliokuwa nayo ilikuwa ni kwa karibu na wahudumu wetu wa afya, lakini tokea jana mheshimiwa umeshatupa dira, njia na nyenzo hizi muhimu za nyumba za wafanyakazi wa wilaya zetu zote mbili. Tunafungua
huduma kama hizi kule Mwerapongwe kwa hospitali yetu ya wilaya, na leo mheshimiwa unatuwekea alama nyingine. Kwa hiyo hatuna sababu ya wananchi kukosa huduma nyakati zote. Madaktari na wahudumu wetu wanajitahidi kwa kadri wanapoweza, lakini changamoto ilikuwa ni umbali. Lakini sasa mheshimiwa, wananchi wa mkoa wa Kusini wanasema umewamalizia. Sumeia Simai, VOP TV. YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare.